Usikose hii ukiwa na maumivu ya magoti. Kila siku unaharibu mwili wako bila kujua, na sababu kubwa ni upungufu wa collagen mwilini. Lakini habari njema ni kwamba unaweza kuanza kuijenga upya kuanzia leo kwa kula vyakula sahihi, na ukibaki hadi mwisho utajua siri 8 zenye nguvu ambazo madaktari hawakuambii mara nyingi. Kama unahisi magoti yako yanakuuma ukipanda ngazi au ukisimama muda mrefu au hata ukitembea tu, basi usipuuze. Hii ni ishara kwamba collagen mwilini mwako inaanza kupungua, na kama hutachukua hatua sasa, hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Leo tutazungumzia kwa kina jinsi ya kujenga upya collagen mwilini kwa njia asilia kupitia vyakula vya kila siku, na sio tu kupunguza maumivu ya magoti, bali pia kurudisha nguvu za viungo vyako na ngozi yako. Collagen ni protini muhimu sana inayopatikana kwenye ngozi, mifupa, misuli na viungo. Ndiyo inayosaidia kuweka viungo vyako imara na vinavyonyumbulika. Bila collagen ya kutosha, magoti yako huanza kuuma na kuwa dhaifu. Unapofikia umri fulani, mwili huanza kupunguza uzalishaji wa collagen, na hapo ndipo matatizo ya magoti huanza taratibu. Sasa swali ni, unawezaje kurejesha collagen hii kwa njia rahisi na ya asili? Chakula cha kwanza ambacho lazima uanze nacho ni mayai. Mayai ni tajiri kwa protini na virutubisho vinavyochochea uzalishaji wa collagen kama vitamini B na amino acid muhimu. Ukila mayai kila siku, unauwezesha mwili wako kujenga upya tishu za viungo na kupunguza maumivu taratibu. Chakula cha pili ni samaki, hasa wa bahari kama saradini na salmoni. Samaki hawa wana omega 3 ambayo hupunguza uvimbe kwenye viungo na kuongeza ulinzi wa collagen ili isivunjike haraka. Ukiwa na tabia ya kula samaki mara kwa mara, magoti yako yataanza kuhisi afueni. Chakula cha tatu ni matunda ya machungwa na ndimu. Haya yana vitamin C ambayo ni muhimu sana katika utengenezaji wa collagen. Bila vitamin C, mwili hauwezi kuunda collagen ipasavyo. Anza kunywa juisi ya ndimu au kula chungwa kila siku na utaona tofauti. Usipuuze hii. Hapa ndipo watu wengi hukosea. Wanakula protini lakini wanakosa vitamin C. Hivyo mwili haufaidiki kikamilifu. Chakula cha 4 ni mboga za majani kama mchicha na sukuma wiki. Hizi ni tajiri kwa antioxidants ambazo hulinda collagen ili isiharibike, na pia husaidia kurekebisha seli zilizoharibika. Ukianza kuchanganya mboga hizi kwenye mlo wako wa kila siku, utaanza kuona mabadiliko ndani ya wiki chache. Sasa kaa makini, kwa sababu chakula cha 5 ndio watu wachache wanakijua, lakini ndio kina nguvu kubwa sana. Chakula cha 5 ni mifupa ya mifugo iliyopikwa muda mrefu, supu ya mifugo. Supu hii ina collagen ya asili ambayo mwili wako unaweza kuitumia moja kwa moja kurejesha viungo vyake. Ukinywa supu ya mifugo hata mara 3 kwa wiki, unaipa mwili wako nguvu mpya ya kujirekebisha. Usiruke hapa, kwa sababu chakula cha 6 kitakushangaza zaidi, na ndio wanariadha wengi hutumia ili kulinda magoti yao. Chakula cha 6 ni karanga na mbegu kama ufuta na alizeti. Hizi na madini kama zinc na copper ambazo ni muhimu katika uundaji wa collagen. Kula kiasi kidogo kila siku na utaona nguvu za viungo zinarudi taratibu. Sasa hapa ndipo tunafika kwenye sehemu ambapo watu wengi hupata matokeo makubwa zaidi, ukiunganisha vyakula hivi vyote kwa mpango sahihi. Lakini usiondoke bado, kwa sababu bado hatujafika kwenye sehemu muhimu zaidi ambazo zitabadilisha kila kitu kuhusu afya ya magoti yako. Endelea kusikiliza kwa makini, kwa sababu kila sehemu ina siri muhimu itakayokusaidia kujenga upya mwili wako kutoka ndani. Kwenye sehemu inayofuata tutaangalia tabia za kila siku na makosa makubwa yanayozuia collagen kujengwa hata kama unakula vizuri, na hapa ndipo watu wengi hupoteza matokeo yao bila kujua. Endelea nami sasa, endelea kusikiliza kwa makini, kwa sababu hapa ndipo tutafungua siri ambazo watu wengi hawazijui kuhusu afya ya magoti na uzalishaji wa collagen mwilini. Kosa la kwanza kubwa ambalo watu wengi hufanya ni kunywa maji kidogo sana. Ndiyo, maji ni muhimu sana kwenye mwili wako, kwa sababu collagen inahitaji maji ili kufanya kazi yake vizuri. Ukiwa na upungufu wa maji, viungo vyako huanza kukauka, na hapo ndipo maumivu huanza kuongezeka taratibu. Hivyo, anza kunywa maji ya kutosha kila siku, usisubiri hadi uhisi kiu. Kosa la pili ni kukosa usingizi wa kutosha. Wakati unalala, ndipo mwili wako unajirekebisha na kujenga upya seli pamoja na collagen. Ukikosa usingizi wa kutosha, mwili hauwezi kujirekebisha ipasavyo, na maumivu yanaweza kuendelea au kuongezeka. Kosa la tatu ni kutokufanya mazoezi. Watu wengi wanadhani kwamba kupumzika ndio suluhisho la maumivu ya magoti, lakini ukikaa bila kusongea, viungo vinakuwa dhaifu zaidi. Unahitaji mazoezi mepesi kama kutembea au kunyoosha mwili ili kuchochea mzunguko wa damu na kusaidia collagen kufanya kazi yake. Sasa, kaa makini, kwa sababu hapa ndipo tunakuja na hatua za nguvu zaidi ambazo ukizifanya kila siku utaanza kuona mabadiliko makubwa ndani ya muda mfupi.
Hatua ya kwanza ni kuanza siku yako na maji ya uvuguvugu na ndimu. Hii inasaidia kuamsha mmeng'enyo na kuupa mwili mazingira mazuri ya kuanza kujenga upya collagen. Hatua ya pili ni kuhakikisha kila mlo una protini ya kutosha. Hata kama ni mayai, samaki au karanga, mwili wako unahitaji vipande vya kujenga collagen. Hatua ya tatu ni kuepuka vyakula vya kusindishwa na sukari nyingi, kwa sababu hivi ndivyo vinavyoharibu collagen haraka zaidi kuliko unavyoweza kuijenga. Hatua ya nne ni kuongeza vitamin C kila siku kupitia matunda au mboga. Hii ni nguzo muhimu sana katika uundaji wa collagen. Sasa hapa ndipo tunafika kwenye sehemu ambayo itabadilisha kila kitu, kwa sababu sio tu unatakiwa kula vizuri, bali pia unatakiwa kujua muda sahihi wa kula vyakula hivi ili upate matokeo ya haraka zaidi. Asubuhi ndiyo muda bora wa kuanza na vyakula vyenye vitamini na maji mengi. Mchana ndiyo muda wa kuipa mwili protini na madini ya kutosha, na jioni ndiyo muda wa kurekebisha mwili kwa supu ya mifugo na vyakula vinavyopunguza uvimbe. Lakini subiri kidogo, kwa sababu bado hatujamaliza. Kuna sehemu muhimu sana inayofuata, ambapo tutaangalia mfano wa ratiba ya siku nzima ambayo unaweza kufuata ili kujenga upya collagen na kuondoa maumivu ya magoti kwa njia rahisi na ya uhakika. Endelea kusikiliza. Sasa endelea kusikiliza kwa makini, kwa sababu hapa ndipo tutaanza kuelewa mwili wako unavyojibu mabadiliko haya na ishara gani zitaonyesha kwamba collagen inaanza kuongezeka ndani yako. Ishara ya kwanza ni kupungua kwa maumivu taratibu. Hutashtuka ghafla, lakini utaanza kugundua kwamba magoti hayakuumi kama zamani, hasa asubuhi au baada ya kukaa muda mrefu. Ishara ya pili ni kuongezeka kwa unyumbulikaji wa viungo. Utaanza kuhisi kuwa rahisi kupinda magoti, kupanda ngazi au kutembea bila kuhisi uzito mkubwa. Ishara ya tatu ni ngozi yako kuanza kuwa laini na yenye mwonekano mzuri zaidi. Hii ni kwa sababu collagen haihusiki tu na magoti, bali pia ngozi na misuli yako. Sasa kaa makini, kwa sababu watu wengi huacha hapa wakifikiri wameshafika mwisho, lakini hapo ndipo wanapokosea kubwa. Kama unataka matokeo ya kudumu, unatakiwa kuendelea na tabia hizi kila siku bila kukata tamaa. Sasa tuzungumzie namna ya kuharakisha matokeo haya zaidi. Kitu cha kwanza ni kuongeza mazoezi ya kuimarisha misuli ya magoti. Mazoezi rahisi kama kukaa na kusimama taratibu au kunyoosha miguu yanasaidia kuzungusha damu na kupeleka virutubisho kwenye viungo haraka zaidi. Kitu cha pili ni matumizi ya joto la wastani au baridi kwenye magoti. Kama una uvimbe, unaweza kutumia baridi, na kama ni maumivu ya kawaida, joto husaidia kulegeza misuli na kupunguza maumivu. Kitu cha tatu ni kudhibiti uzito wako. Uzito mkubwa huongeza shinikizo kwenye magoti na kufanya kazi ya collagen kuwa ngumu zaidi. Hivyo, kupunguza hata kiasi kidogo cha uzito kunaweza kupunguza maumivu kwa kiasi kikubwa sana. Sasa, hapa ndipo tunafika kwenye sehemu nyekifu ambayo watu wengi hupuuza, lakini ndiyo inayofanya tofauti kubwa. Nidhamu ndiyo siri kubwa zaidi. Unaweza kujua vyakula vyote na hatua zote, lakini kama huna nidhamu ya kuvifuata, hutapata matokeo yoyote. Hivyo, jiwekee ratiba rahisi. Anza na hatua ndogo ndogo na uendelee kujenga taratibu. Sasa, endelea nami kwa sababu bado hatujamaliza. Kuna sehemu muhimu sana inayofuata, ambapo tutaangalia mfano wa ratiba ya siku nzima ambayo unaweza kufuata ili kujenga upya collagen na kuondoa maumivu ya magoti kwa njia rahisi na ya uhakika. Endelea kusikiliza. Sasa tuingie kwenye mfano halisi wa ratiba ya siku nzima ambayo ukiifuata kwa uaminifu itaanza kubadilisha hali ya magoti yako na kujenga upya kolajeni mwilini. Asubuhi mapema, mara tu unapoamka, anza na glasi 1 au 2 za maji ya uvuguvugu yenye ndimu. Hii itasaidia kuamsha mwili na kuandaa mfumo wa mmeng'enyo. Kisha baada ya dakika chache, kula mayai 2 au 3 pamoja na matunda kama papai au nanasi. Hapa unauanzisha mwili wako na protini pamoja na enzymes muhimu katika kujenga kolajeni. Katikati ya asubuhi, kama unahisi njaa kidogo, unaweza kula karanga au mbegu chache kama ufuta. Hii itaendelea kuupa mwili madini muhimu kama zinc na copper. Mchana, hapa ndio mlo mkuu. Unapaswa kuwa na samaki au nyama nyepesi pamoja na mboga za majani kama mchicha au sukuma wiki. Usisahau kuongeza chanzo cha vitamin C kama chungwa au ndimu ili kuhakikisha kolajeni inatengenezwa vizuri.
Baada ya mchana, jaribu kutembea hata kwa dakika 10 au 20. Hii itaimarisha mzunguko wa damu na kusaidia virutubisho kufika kwenye magoti yako. Jioni, wakati wa chakula cha mwisho, tumia supu ya mifupa pamoja na chakula chepesi chenye kitunguu saumu au tangawizi. Hii ni muda ambao mwili unajiandaa kujirekebisha, hivyo unaupa malighafi za kutosha. Kabla ya usingizi, hakikisha unapumzika vizuri na unapata usingizi wa masaa ya kutosha, kwa sababu huu ndio muda ambao mwili wako unatengeneza kolajeni kwa wingi zaidi. Sasa kaa makini, kwa sababu hapa ndipo tunakuja na siri ya mwisho ambayo watu wachache sana wanaielewa, lakini ndiyo inayofanya matokeo yako yawe ya kudumu. Usibadili mpango huu mara kwa mara. Watu wengi huanza vizuri lakini huacha baada ya siku chache na ndipo matokeo hupotea. Kama unataka kuona mabadiliko ya kweli, fuata ratiba hii kwa angalau wiki 4 mfululizo na utaanza kuhisi tofauti kubwa sana. Magoti yatakuwa na nguvu zaidi, utahisi uhuru wa kutembea na hata kufanya shughuli zako bila maumivu makubwa. Lakini subiri kidogo, usiondoke bado, kwa sababu kuna sehemu ya mwisho ambayo itakusaidia kudumisha matokeo haya kwa muda mrefu zaidi na kuzuia maumivu kurudi tena. Endelea nami. Sasa, endelea kusikiliza kwa makini, kwa sababu hapa ndipo tutafunga kila kitu kwa njia itakayokusaidia kudumisha afya ya magoti yako kwa muda mrefu na kuhakikisha kwamba kolajeni inaendelea kujengwa kila siku. Kitu cha kwanza cha kukumbuka ni kwamba mwili wako unahitaji mwendelezo, sio nguvu ya siku moja. Ukila vyakula hizi leo halafu unaacha kesho, hutapata matokeo. Lakini ukiwa na nidhamu, hata kwa hatua ndogo ndogo, matokeo yatakuja taratibu na kudumu. Kitu cha pili ni kusikiliza mwili wako. Kila mwili ni tofauti. Ukianza mpango huu, utaanza kuona ni vyakula gani vinakufaa zaidi na ni tabia gani zinakusaidia zaidi. Hivyo, rekebisha taratibu ili upate matokeo bora zaidi. Kitu cha tatu ni kuepuka tabia zinazoharibu kolajeni kama uvutaji sigara, unywaji wa pombe kupita kiasi na msongo wa mawazo. Haya yote yanachochea uchakavu wa mwili na kupunguza uwezo wa mwili kujirekebisha. Sasa kaa makini, kwa sababu hii ndiyo siri ya mwisho na muhimu zaidi: uvumilivu. Watu wengi huacha kabla hawajaona matokeo makubwa, lakini ukivumilia na kuendelea hata kama ni hatua ndogo ndogo, mwili wako utakushangaza kwa namna unavyojirekebisha na kuwa na nguvu zaidi kila siku. Fikiria, baada ya wiki chache tu, unaanza kuamka bila maumivu, unatembea bila shida na unarudi kwenye maisha yako ya kawaida. Hii inawezekana kabisa ukichukua hatua kuanzia leo. Usisubiri hali iwe mbaya zaidi. Anza sasa na fuata hatua hizi kila siku na utaona matokeo. Sasa kama umefika hadi hapa, ninaomba ufanye jambo moja muhimu. Jiunge na jamii yetu kwa kubofya kitufe cha subscribe ili usikose video zingine za afya na maarifa yatakayokusaidia kubadilisha maisha yako. Shiriki video hii na rafiki au ndugu anayesumbuliwa na maumivu ya magoti. Na usisahau kuacha maoni yako chini. Tuambie unahisi nini na ni sehemu gani imekusaidia zaidi. Endelea kuwa nasi, kwa sababu kila video inakuletea thamani mpya ya kujenga afya na maisha bora zaidi. Asante kwa kutazama na tutaonana kwenye video inayofuata.